Jina langu ni Bishop Ikongo, askofu mkuu wa makanisa ya Tanzania Acts of God Church hapa nchini, lakini pia ni mwenyekiti wa PPFT, yani Pentecoste Pastors Fellowship Tanzania. Kwa Kiswahili, ushirika wa wachungaji wa Kipentekoste Tanzania. Niko hapa kutoa taarifa za kikao cha PPFT na pamoja na viongozi wa dini mbalimbali ambacho kimefanyika tarehe 20. Tumekuwa na kikao tarehe 20 ambacho kimekuwa na agenda nyingi sana, lakini kubwa tulikuwa tunazungumzia habari za mikutano ya neno la Mungu au mikutano ya Injili ambayo tunataka kuifanya nchi nzima, mikoa yote karibu na wilaya zote kwa muda wa miaka 4, tukizunguka na kuhubiri habari njema za ufalme wa Mungu. Lakini pamoja na mambo mengine tumejaribu kuzungumza hali ya kisiasa na hali ya nchi na hali ya usalama wa nchi na mambo mengine yanayoendelea ndani ya nchi. Na pamoja na kuzungumza mambo mengi, kuna mambo ambayo tumeazimia na tukaona kwamba mambo haya ni vizuri tukaongea na Watanzania wenzetu, na mimi niko hapa sasa kuwahabarisha yale ambayo tuliokubaliana kama viongozi wa dini mbalimbali na mimi kama mwenyekiti na kiongozi. Tumekubaliana kwa wote kwa pamoja, na haya ninayoyaongea ni kwamba nimetumwa niyaseme, sio yangu, nimetumwa na viongozi wa dini niyazungumze. Kwa nitakapoyazungumza siyazungumzi peke yangu, na yazungumza nikiwa nyuma na kundi kubwa la viongozi wa dini kutoka maeneo mbalimbali ambao wamenituma, ambacho tumekifanya hapa mkoani Kilimanjaro. Jambo la kwanza na la msingi na la muhimu sana, tumekubaliana kuwaomba viongozi wa dini wenzetu ndani ya nchi, viongozi wa dini nikiwa na maana kwamba viongozi wa dini za Kikristo, viongozi wa dini za Kiislamu, viongozi wa kisiasa, vyama vyote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama cha ACT, iwe chama cha Chadema au vyama vyote vya kisiasa, viongozi wa vyama vya kisiasa wote kwa pamoja, lakini pia na viongozi wa makundi mbalimbali ndani ya nchi, hasa hawa wanaotetea haki za kibinadamu, makundi ya kutetea haki za kibinadamu na makundi mbalimbali ya wanasheria, makundi yote ndani ya nchi. Tumeona kwamba tuwaombe kwamba hatutamani na hatutaki yaliyotokea Oktoba 25 yakatokea tena. Yaliyotokea Oktoba 25 hatutaki yaje yatokee tena. Kwa nini? Kwa sababu sasa kumekuwa na taarifa mbalimbali kwenye vyombo vya habari juu ya maandamano yanayoandaliwa au yanayopangwa au yanayohamasishwa tarehe 7 mwezi wa 7. Sasa tumejadili na tukaona kwamba ni vizuri tuwaombe viongozi wa ngazi zote, wawe wa dini, wawe wa kisiasa, wawe viongozi wote hao wa tume za haki za kibinadamu, wanasheria wote, tuongee nao, na ndio nakuja kuongea nanyi kuleta ombi langu kweli. La kwanza, tunawaomba msifanye kama mlivyofanya Oktoba 29. Oktoba 29 mlinyamaza, hata walipotangaza maandamano, hata yalipozungumzwa mambo mengi yalizungumzwa, viashiria vingi vya kuonyesha kwamba hali haitakuwa nzuri vilijitokeza, lakini viongozi wa dini wote mlinyamaza, viongozi wa kisiasa wengi mlinyamaza, viongozi wa wanasheria wote mlinyamaza. Mwishoni mlikuja kujitokeza baada ya tukio kubwa lililotokea na mlijitokeza kwa kulani, wengine kulani, kutoa matamko mbalimbali, kutuhumu serikali na vyombo vya usalama. Sasa tunawaomba kwa sasa msikae kimya tena. Msikae kimya nikiwa na maana kwamba sio wakati wa kukaa kimya wakati dalili
na mazungumzo kwenye mitandao kama ilivyokuwa Oktoba 29 walivyokuwa wanazungumza kwenye mitandao, ndivyo ilivyo sasa, kwamba tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu kutakuwepo na maandamano, na yanahamasishwa kwenye mitandao ya kijamii na maeneo mbalimbali. Sasa tusinyamaze, tunaomba tuongee kabla ya tukio, tusije ikatokea tena viongozi wa kidini au viongozi wa kisiasa au wanasheria, wasomi wa nchi hii, baada ya tukio kutokea, aidha watu wamekufa au watu wameumizwa au labda kumetokea sintofahamu au taharuki fulani na jambo fulani, alafu hapo ndio viongozi wa dini tunajitokeza na wengine tunasema tunalaani jeshi la polisi, tunalaani vyombo vya usalama, tunalaani matukio yaliyotokea, tunalaani vifo vya watu, tunajionyesha kwamba tuna uchungu sana na nini. Hapana, tunaomba tuwaombe muanze kuongea sasa kabla ya tarehe 7. Muanze kutoa elimu sasa kabla ya tarehe 7. Tumetafakari juu ya maandamano na tumegundua kwamba maandamano ni haki za msingi za kikatiba. Hakuna mtu yoyote anaweza akapinga maandamano, na hata mimi mwenyewe sina uwezo wa kupinga maandamano, na ndani ya nchi hii sidhani kama kuna mtu ana haki ya kupinga maandamano. Maandamano yoyote yanayofanyika ndani ya nchi kwa taratibu zile za kimaandamano ni haki za kimsingi za kikatiba na taratibu za nchi. Pamoja na haki hizo za kimsingi za kikatiba, ni kwamba maandamano yoyote ndani ya nchi yasiyo na kiongozi, yasiyo na mtu anaoyalidi, au kikundi chochote kisicho na kiongozi, au maandamano yoyote yasiyokuwa na kiongozi ambaye anasema labda ni mwenyekiti au ni katibu au ni kiongozi wa kikundi hicho kinachotakiwa kufanya maandamano ambayo ni haki kikatiba. Kwa hiyo kukitokea kikundi au mtu yoyote au watu wowote wale wakaamua kuandamana bila kuwa kiongozi, bila kuwepo na kiongozi, automatically kisheria na kitaratibu, maana yake kikundi hicho kinaitwa ni kikundi cha uasi au kikundi cha kigaidi. Naomba hili mnielewe vizuri, kwamba maandamano ni haki ya kimsingi ya mwananchi yoyote, raia yoyote wa Tanzania. Ni haki yako kuandamana kikatiba, lakini cha kulinda ili usivunje ile haki yako, lazima maandamano yawe na kiongozi. Haiwezekani kukawa na maandamano yasiyo na kiongozi alafu maandamano hayo yakawa halali. Hapana, maandamano hayo automatically itaonekana ni kikundi cha ugaidi au kikundi cha uasi fulani, au ambao hata kama mna hoja lazima kuwe na kiongozi kwenye hayo maandamano. Sitaki kueleza kwamba lazima muombe kibali au lazima msiombe kibali au lazima muonyeshe mnatoka wapi kwenda wapi. Hizo sio kazi yangu. Hiyo ni kazi ya wale wanaosimamia sheria zisivunjwe, ambao mnawafahamu, ndio kazi yao. Wanaoandaa maandamano ni muhimu viongozi wakajitokeza, wakafahamika kabisa kwamba hawa wameandaa maandamano pamoja na hoja zao. Hatuhitaji kujua hoja zile ni vipi, lakini lazima kuwe na kiongozi. Pakikosekana kiongozi, automatically, wala haihitaji mjadala, hicho ni kikundi cha uasi au ugaidi. Hizo ndio taratibu tulizonazo ndani ya nchi yetu. Sasa basi, hivyo ni vema viongozi wa dini, wanasheria na wasomi wengi ambao tunao katika nchi hii, na hasa wale wanaotetea haki za kibinadamu na wengine wote, ninawaomba msinyamaze sasa mkaja mkaanza kuongea baada ya tarehe 7. Msinyamaze. Ni kosa kubwa kama mtanyamaza alafu watu wanaandaa maandamano hayana viongozi wa dini mmekaa kimya, alafu baadaye tena kwa unafiki, baada ya watu kufa, watu kuumizwa, labda watu kumetokea vifo,
Alafu hapo unakuta kwa unafiki mkubwa kiongozi wa dini anatokea na kutangaza kulaani mauaji, au unakuta mwanasiasa anasimama analaani mauaji. Hapana. Tuanze sasa kuwaelimisha waumini wetu na wananchi kwa ujumla kwamba maandamano ni haki yenu, lakini lazima yawe na kiongozi. Haijalishi mnaficha kwamba kiongozi akijulikana sijui atakamatwa au atafanya nini. Hayo hayahusiani ndani ya kisheria. Kisheria na kitaratibu lazima kuwepo na kiongozi. Sasa akisha kuwepo kiongozi, fanyeni maandamano yenu, hata kama mkiamua kufanya bila vibali, bila chochote, lakini ni haki yenu. Fanyeni maandamano, alafu mkifanyiwa fujo, hapo tutakuwa na mahali pa kuona kwamba mnaonewa au mliomba kibali mkanyimwa. Sasa mimi niseme tu kwamba ni aibu kiongozi wa dini, mwanasheria msomi kabisa, kiongozi wa siasa kuibuka baada ya watu kufa na kuanza kulaani na kuanza kusema unashambulia serikali na kupeleka tuhuma kwa serikali. Itakuwa ni aibu kubwa sana, na unapoteza sifa zako na unaonekana kama ni mnafiki tu kuanza kulaani baada ya kuona vifo. Kwa hiyo ni vizuri kwa sasa msikae kimya kama mlivyokaa kimya 2025 Oktoba. Mlikaa kimya kwa sababu gani? Kiongozi wa dini mmoja alijitokeza akatangaza kabisa, chomeni vituo vya polisi, chomeni vituo vya mafuta, fanyeni hiki, pigeni watu, bomoeni vituo vya kupigia kura, chomeni moto. Kiongozi wa dini alizungumza hivi. Viongozi wote wa dini kwa unafiki mlinyamaza kimya, na mkaona kwamba Bigumila amefanya vizuri kutangaza watu wachome petrol station, wachome vitu vya watu na kuharibu vitu vya watu. Kwa hiyo mlinyamaza kimya. Kwa nini nasema ni unafiki? Mlinyamaza kimya kwa sababu alikuwa ni kiongozi wa dini. Lakini baada ya watu kufa, kuonekana wamekufa, kuonekana kwamba kuna watu wameumizwa, sasa hapo mkajitokeza kuanza kulaani, mkijionyesha kwamba ni viongozi wa dini wasomi, kujionyesha kwamba ni wanasiasa wasomi, mkijionyesha kwamba ni wanasheria wasomi, mnazijua sheria. Sasa sitaki kuzungumzia ya Oktoba hayo, nazungumzia ya sasa. Kabla ya tarehe 7, anzeni kutoa elimu sasa. Kama maandamano haya ni kweli yapo, basi wapeni elimu watu, viongozi wajitokeze. Kama yanaandaliwa na vyama vya kisiasa tujue, kama yanaandaliwa na viongozi wa dini tujue, kama yanaandaliwa na kikundi fulani tujue kiongozi wake nani, hata kama hakijasajiliwa, yani hakiko registered na hakitambuliki, lakini lazima kuwe na kiongozi. Bila kiongozi automatically ni kikundi cha kigaidi, ni kikundi cha uasi. Na yasema haya ili kuepuka kuanza kutoa kulaani, lakini pia kuepuka kuanza kuishambulia serikali, kupeleka tuhuma kwa serikali na kuanza kushambulia vyombo vya usalama nchini. Kwa hiyo tuongee mapema, tutoe elimu mapema, na ndivyo tumekubaliana hivyo kwamba tutoe elimu mapema na tueleze mapema, kwa sababu mambo haya yanatuhusu sisi viongozi wa dini, yanahusu viongozi wa kisiasa, yanahusu viongozi mbalimbali, yanahusu pia wanasheria. Nimeona wanasheria wakubwa, sitaki kuwataja majina, wamejinasibu kwamba wao ni wasomi kweli kweli. Basi waambieni watu hili kwamba maandamano yoyote yasiyo na kiongozi, bado kikundi chochote ambacho sio hakina kiongozi, bado kinaitwa ni kikundi cha kigaidi. Jambo la mwisho naomba nieleze. Jambo la mwisho ni hili. Naomba viongozi wa dini mtambue, Mungu ni Mungu wa majeshi. Narudia tena, na nilizungumza huko nyuma. Mungu ni Mungu wa majeshi. Mungu sio Mungu wa maaskofu. Mungu sio Mungu wa wanasheria. Mungu sio Mungu wa majaji, hata kama wao wanakaa mahakimu na wako mahakamani wanahukumu, wanafanya nini, lakini Mungu sio wao. Mungu hajajitambulisha kwamba yeye anafanya kazi na mahakimu. Hajajitambulisha kwamba anafanya kazi na maaskofu wala wachungaji wala mashehe wala sijui wanasiasa
Mungu amejitambulisha kwamba yeye ni Mungu wa majeshi. Kumbukeni, Mungu ni Mungu anayeangalia majeshi. Kwa kila mwanajeshi, vyombo vyote vya usalama viko chini ya mkuu wa majeshi ambaye ndiye Mungu mkuu wa majeshi. Hao wakuu wa majeshi tulionao wote, pamoja na wanajeshi wote, vyombo vyote vya usalama, Mungu ni Mungu wao. Mungu anafanya kazi na polisi, Mungu anafanya kazi na majeshi yote mnayoyajua ndani ya nchi. Sasa hapa anazungumza kiimani na kulingana na neno la Mungu. Mungu amejitambulisha mwenyewe kwamba mimi Mungu ni Mungu wa majeshi. Sasa nisikilize, haijalishi mwanajeshi huyo anamcha Mungu, hamchi Mungu, ameaminiwa kulinda mipaka, ameaminiwa kulinda wananchi na mali zao, ameaminiwa kusimamia watu wasivunje sheria, ameaminiwa ni jeshi ndani ya nchi, Mungu yuko pamoja nao. Sasa panapotokea mtu amevunja sheria, mtu ameenda kinyume na taratibu za sheria, ameonywa, jeshi limesema hapana, jambo hili halifai, njia hii haitakiwi, sheria zinakataza. Na ndio maana mnaona jeshi la polisi wanasema hawaiti ni maandamano, wanaita ni fujo. Wanapoita ni fujo, watu wengi hawaelewi ni kwa nini. Sababu ni hizo, kwamba maandamano ambayo hayajafuata sheria ni fujo. Wanaogopa tu kuwaambia ni vikundi vya kigaidi, vikundi vya uasi. Kwa hiyo mimi niwaambie Mungu anafanya kazi na majeshi. Kwa hiyo usijitokeze kiongozi wa dini kujionyesha kwamba una huruma kuliko Mungu, una upendo kuliko Mungu. Huu ndio wakati wa kutoa elimu kabla ya tarehe 7 mwezi wa 7, kabla ya vijana wetu, watoto wetu hawajaingia kwenye maandamano bila utaratibu, bila kufuata sheria. Kabla hawajavunja sheria, tuwaambie waumini wetu wasije wakaingia kuvunja sheria, kwa sababu watavunja sheria kwa lazima. Lakini tayari tumeshaweka vijana wetu, tumeshaweka watoto wetu, tumeshaweka ndugu zetu, wajomba zetu, kaka zetu, wadogo zetu, tumewaeka walinde sheria zisivunjwe. Sasa wanatokea wengine wanavunja na wanaambiwa hapana, wanaamua kulazimisha. Kama ni kufa watakufa. Na ndio maana ukisoma Biblia, Mungu anasema msiue, lakini ukiangalia aliyeua watu wengi katika Biblia ni Mungu. Kuna mtu alifanya makosa, kuna wakati walifanya makosa, hasira zilipompanda Mungu, ardhi ilipasuka na ikawameza. Ukiangalia Mungu alipokasirika Sodoma na Gomora, watu walikufa. Ukiangalia wakati wa Nuhu, Mungu aliposema roho yangu haitashindana na mwanadamu, walikufa maelfu na maelfu, walipona. Mamilioni ya watu walikufa, walipona watu 8 tu kwenye safina ya Nuhu. Kwa hiyo Mungu sio Mungu wa watu wengi. Mungu sio Mungu wa vile unakubalika ukasimama mahali ukaona umati wa watu unakuunga mkono, wanakushangilia, ukafikiri kwamba ndio Mungu, kama vile siasa inavyosema maamuzi ya wengi basi ni Mungu. Wananchi wakiamua ni Mungu ameamua. Sio kweli. Mungu yuko na watu wanaotii sheria, wanaotii mamlaka, wanaotii vyombo ambavyo tumeviweka. Na kuambia kweli, ndugu yangu, ukienda kinyume na taratibu zilizopangwa za nchi na sheria, na wapo wanaosimamia zisivunjwe, wao ukalazimisha kuzivunja, kuuawa utauawa, na hakuna dhambi. Ndio maana hakuna askari anayetembea akawa ameshika kalamu, anashika bunduki. Ile bunduki usifikiri kwamba ameishika kwa ajili ya namna gani, anaishika kwa sababu ya watu ambao wataambiwa. Ndio maana wanatoaga neno hili, ilani. Mara ya kwanza tawanyikeni, mara ya pili tawanyikeni, mara ya tatu ilani tawanyikeni, mara ya 4 watatumia mabomu kuwatawanya. Wakiona na nyie mnarusha mawe, wakiona na nyie mnaharibu, mnachoma vitu vya watu, labda mna silaha na nyie za moto, au mnatupa mawe, au mna vitu ambavyo, maana siku hizi silaha ni nyingi, sio za jadi tu, hata za moto watu wanazo. Kwa hiyo wakiona kama mambo hayaendi vizuri, usifikiri ile bunduki ameshika ni mua, au kwamba ni fimbo atakubembeleza nayo. Kama ni kukuua atakuua. Na ukamkuta kiongozi wa dini kama mimi
nitakwambia amefanya vizuri, kwa sababu silaha na majeshi haya yako kwa ajili ya makaidi, watu wanaokaidi. Mimi siwezi kukubali kama ni mimi, kwa mfano mimi ningekuwa ndio mkuu wa wilaya au mkuu wa nchi au mkuu wa mkoa, mimi ningeandaa vyombo vyangu vya usalama katika wilaya yangu na tungewapa elimu, tukiwaambia hiki hakitakiwi, tutajaribu kuwazuia kwa nguvu tulizo nazo. Ikishindikana, hatutawamaliza, hatutawaacha kabisa. Kwa hiyo mimi niseme hivi, msije mkalichukulia neno la Mungu mkamchukua Mungu kama ni wa upendo tu, yani mkashindwa kujua kwamba Mungu ni wa upendo kwa wale wanaotii na kuheshimu neno lake. Yangu ni hayo. Naomba viongozi wa dini, wanasheria, viongozi wa kisiasa, naomba kuanzia sasa tuanze kuwapa elimu watu wetu. Haya maandamano ya tarehe 7 wanaoyasema, na pia hatuwezi kuandaliwa maandamano na watu wako nje ya nchi. Lazima wawepo watu ndani ya nchi wanaoandaa na wajitokeze tuwaone. Lakini hao wanaohamasisha maandamano wako nje ya nchi kwa kutumia mitandao, hatupaswi kuwaangalia hao, wala hatuko tayari kuwasikiliza wao. Tuko tayari kulisikiliza jeshi la polisi, tuko tayari kusikiliza vyombo vyetu vya usalama, kwa sababu amani ya nchi yetu ni bora kuliko kitu chochote. Tunahitaji kulinda amani na mbegu ya amani ambayo Mungu ametupa, na katika nchi yetu kwa kipindi hiki tunahubiri Injili, tunafanya kazi vizuri ya Mungu kwa watu kama sisi ambao kazi yetu ni kufanya huduma. Angalia hata mikutano ya kisiasa sasa hivi inafanyika, sijaona fujo yoyote, watu wanaenda kwa amani. Kuna nchi zingine hamwezi kukusanyika kwa sasa, maana ni vurugu kila mahali. Amani Mungu ametupa, tuilinde, tusiivuruge. Mungu awabariki. Jina langu ni Bishop Ikongo.